Unajua, tunapozungumzia uungu wa Yesu ni jambo ambalo ni kweli na wachanganya watu wengi. Watu wengi wanakuwa wanajiuliza inawezekanaje Yesu akawa Mungu. Lakini kwa wanafunzi ambao wanasoma Biblia ni muhimu kufahamu ya kuwa Yesu Kristo ni Mungu. Ikiwa sisi ni wanafunzi wa Biblia, tusiwe kama wengine wanaosema kuwa Yesu si Mungu. Kama una moyo wa jiwe kama wengine waliotiwa upofu wa kiroho na kushindwa kuelewa maandiko, hutoweza kuamini kwamba Yesu Kristo ni Mungu. Na kinachowachanganya, inakuwaje kama yeye ni Mungu alikufa, alikuwa anakula, anakunywa, inakuwaje? Ni kwa vile tu watu hawasomi Biblia na wajifunzi na watafakari. Biblia inatuambia kwamba hapo mwanzo kulikuwapo na neno, naye neno alikuwapo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa kulikuwa kuna neno, kuna Mungu. Na huyo neno alikuwa kwa Mungu. Ukisoma mstari wa 14 Yohana sura ya kwanza, Biblia inasema neno ambaye alikuwa Mungu akafanyika mwili. So alikuwa mwili, yani huyo neno alifanyika mwili, lakini hakuwa mwanadamu, ila alifanyika mwili. Kwa hiyo ndio maana uliona alikula, alikufa, lakini alifanyika mwili. Ndio maana alikuja duniani katika hali ya umwili. Asingeweza kuja duniani katika hali ya utukufu na uungu aliokuwa nao. Asingeweza mwanadamu yote kusimama mbele zake, kwa sababu hauwezi kumuona ukawa hai. Tutaangalia moja kwa moja kwa nini tunasema Yesu ni Mungu. Kutajwa kwa Yesu Kristo ni Mungu katika maandiko. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 20, Biblia inasema, nasi twajua kuwa mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani yake. Yeye aliye wa kweli, yani ndani ya mwana wake Yesu Kristo, huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Anayezungumziwa hapo ni nani? Ni huyu mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Biblia inasema ametupa akili tumfahamu yeye aliye wa kweli, yani ndani ya mwana wake Yesu Kristo, huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Pia kitabu cha Yohana sura ya 20 mstari 26 hadi 29, Biblia inasema, basi baada ya siku 8 wanafunzi wake walikuwamo ndani, tena na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu na milango ilikuwa imefungwa. Akasimama katikati akasema, amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, leta hapa kidole chako ukatazame mikono yangu, ulete na mkono wako utie ubavuni mwangu, wala usiwe asiyeamini bali aminie. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Heri wewe, maana heri wale wasioona wakasadiki. Kama Yesu asingelikuwa yeye ni Mungu, hapa nilikuwa na nafasi yeye kukataa kumwambia Tomaso, mimi sio Mungu. Kwa hiyo Tomaso hapa anashangaa kumuona Yesu amefuka, anasema Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu angekuwa sio Mungu, angekataa. Angesema usiniite mimi sio Mungu, angekataa. Lakini alikubali kuitwa Mungu na kukataa. Kwa hiyo Yesu Kristo ni Mungu. Kitabu cha Tito 2:13 inasema, tukilitazamia tumaini lenye mafunuo ya Yesu Kristo, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Tukilitazamia tumaini lenye mafunuo ya Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Kwa hapa tunaona Biblia inatuambia kwamba Yesu Kristo ni Mungu mkuu na mwokozi wetu. Kwa hiyo Yesu Kristo ni Mungu kwa asili, kwa sababu yeye ni mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu hawezi akawa ng'ombe, mwana wa Mungu hawezi akawa mbuzi, mwana wa Mungu hawezi akawa mwanadamu, ila alifanyika mwili. Mwana wa Mungu atakuwa ni Mungu. Mtoto wako hawezi akawa mtoto wa mbuzi, mtoto wako hawezi akawa ng'ombe, mtoto wako atakuwa mwanadamu kwa sababu wewe ni mwanadamu. Kwa hiyo na Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5 hadi wa 6, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Unaona hapo, yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona
kuwa sawa na Mungu kwani kitu cha kusema, alijifanya na utukufu. Ndio maana kaja akanyenyekea, akafa pale msalabani katika hali ya mwili. Yesu kufa msalabani alikufa katika hali ya mwili, ila sio katika hali ya roho. Alikufa katika hali ya mwili. Kwa hiyo atabaki kuwa Mungu kwa sababu yeye ni mwana wa Mungu, asili yake ni ya Mungu, ametoka ndani ya Baba. Ndio maana katika kitabu cha Yohana sura 10 mstari wa 30 anasema mimi na Baba tu moja. Hili jambo lilikuwa linasumbua sio watu wa sasa hivi wa kizazi hiki, hata Wayahudi wenyewe walikuwa hawamjui Yesu. Sababu zipo zinazofanya Yesu awe Mungu. Zipo sababu ambazo zinathibitishwa kwenye Biblia ambazo zinafanya Yesu awe Mungu. Sababu ya kwanza kwamba Yesu ni muumbaji. Cha kwanza, Yesu ni muumbaji. Sifa ya kuumba ni ya Mungu peke yake. Yohana sura ya 1 mstari wa 3. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Huyu neno huyu ambaye ni Yesu, Biblia inatuambia huyo neno, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndo huyu neno alifanyika mwili, nasi tukaona utukufu wake kama utukufu wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Yesu aliitwa nani? Aliitwa neno la Mungu. Ufunuo 19:13. Kwa hiyo Yohana 1:1 inatuambia neno ni Mungu. Ufunuo 19:13 Yesu ni neno la Mungu. Yohana 1:1 neno ni Mungu, na huyo ndiye aliyevifanya vyote hivi vitu vikapata kuwepo. Kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13 inasema vyote viliumbwa kwa yeye, vinavyoonekana na visivyoonekana, vya mbinguni na vya duniani. Maandiko yako wazi kabisa kwa mtu mwenye roho wa Mungu anaelewa kwa urahisi. Usichanganyikiwe na vitabu vya imani nyingine. Wewe kitabu chako ni Biblia, ndicho kinachokupa uthibitisho, kwa sababu imani zipo za tofauti tofauti na kila mtu anaamini anavyoamini, lakini Biblia ndio inatupa uhalali wa uthibitisho wa uungu wa Yesu na si vitabu vingine, kwa sababu Biblia ndio neno la Mungu la kweli. Uthibitisho mwingine ni kwamba Yesu alikuwepo kabla ya vitu vyote kuwapo. Wakolosai 1:17 naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikamana katika yeye. Mika 5:2 basi wewe Bethlehemu Efrata uliye mdogo kwa miongoni mwa maelfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakaye kuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Huu ni Yesu alikuwa anatabiriwa atakuja duniani. Na Wakolosai sura ya 1 mstari wa 17 Biblia inasema naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikamana katika yeye. Yaani kabla dunia haijakuwepo Yesu Kristo alikuwepo. Ndio maana ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 17 mstari wa 5 Yesu akasema hivi, Baba, sasa saa imefika umtukuze mwanao kwa utukufu ule niliokuwa nao na wewe kabla ya ulimwengu kuwako. Yaani kabla ya ulimwengu hujakuwepo Yesu alikuwepo, kwa sababu vitu vyote vimeumbwa katika yeye. Maana pasipo yeye hakuna chochote kilichoumbwa, kwa sababu yeye ndiye neno la Mungu. Na Yohana 1:1 tumesema neno ni Mungu. Kwa hiyo Yesu Kristo anabaki kuwa Mungu. Yesu Kristo alikuwa kabla hata ya nabii Ibrahimu kuwepo. Yohana 8:52 hadi 58. Watu walioambiwa maneno haya na Yesu mwenyewe walikota mawe ili kumpiga Yesu, akisema kuwa na kufuru. Hawa ni watu wa tabia ya mwilini wanaotumia akili kupambanua mambo ya Mungu. Mambo ya kiroho hayawezi kutambulika kwa akili, maana Mungu ni roho. Kwa hiyo Waebrania pia 7:3 nasema hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake, wala mwisho wa uhai wake, bali amefananishwa na mwana wa Mungu, huyo adumu kwani milele. Yesu ni Alfa na Omega, wa kwanza na wa mwisho. Kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu yeye alikuweko. Kitabu cha Ufunuo Yohana sura 22 mstari 13 Yesu anasema mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Kwa hiyo sasa Yesu hapa anaendelea kubaki kuwa Mungu. Yesu ni mtawala juu ya yote. Hii pia ni sifa ya Mungu peke yake. Yohana 3:30 yeye ajaye toka juu, huyo yu juu ya vyote. Yeye aliyewa dunia, asili yake ni ya dunia, naye anena mambo ya dunia. Yeye ajaye kutoka mbinguni, yu juu ya yote. Kwa hiyo hapa
Yesu anabaki kuwa Mungu. Yesu Kristo ni zaidi ya mtu yoyote au nabii au mtume yoyote. Waebrania 3:1-7 Biblia inasema, kwa maana huyo amehesabiwa kuwa amestahili utukufu zaidi kuliko Musa, kama vile yeye atengenezaye nyumba alivyo na heshima zaidi ya hiyo nyumba. Anayezungumziwa hapa ni Yesu Kristo, Mungu muumbaji. Yesu ameketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu mbinguni, ameketi pamoja na babake. Yupo ndani ya babake na babake yuko ndani yake. Kwa hiyo hakuna mtu yoyote, nabii yoyote, mtume wala malaika mwenye heshima wala sifa kama hii, kwa sababu yeye ni mwana pekee wa Mungu. Kwa hiyo anabaki kuwa Mungu. Yesu ndiye atakayewahukumu walimwengu wote. Hii ni sifa ya Mungu. Mungu ndiye anayehukumu, lakini hata bila toba Yesu ndiye atakayehukumu. Zaburi ya 58:11, hakika yuko Mungu anayetawala katika dunia. Ufunuo 18:8, kwa sababu hiyo mapigo yake yatakuja katika siku moja, mauti na huzuni na njaa, naye atateketeza kabisa kwa moto. Kwa maana Bwana Mungu aliyemhukumu ni mwenye nguvu, tena ndiye atakayehukumu dunia yote. Tena Baba hamhukumu mtu yoyote, bali amempa Mwana Yesu hukumu yote. Kwenye mabano Mathayo 25:31-32. Tena Baba hamhukumu mtu yoyote, bali amempa Mwana hukumu yote. Kwa hiyo hapo atakapokuja mwana wa Adamu ambaye ni Yesu katika utukufu wake na malaika na watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote yatakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Kwa hiyo Yesu Kristo ndiye atakayehukumu. Pia Yesu Kristo habadiliki, hana kigeugeu. Waebrania 13:8, Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo, hata milele. Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Kwa hiyo habadiliki, hana kigeugeu.